Ndugu mpenzi mtazamaji, leo ni utengenezaji wa nguzo za concrete, ili kwa wale wateja au wakulima ambao wanaona ni bora kutengeneza nguzo zao wenyewe. Kwa hiyo leo tutaanza vipengele hivyo kuona kimoja baada ya kingine. Cha kwanza utatakiwa uwe na material, ambao material utakao kuwa nayo kwa haraka haraka, kwanza kokoto, alafu mchanga, mbao, nondo, binding wire, lakini pia ni muhimu kuwa na misumari, nyundo, unaweza kuwa na pliers, tape na yenyewe ni muhimu. Lazima utakuwa na tape kwa ajili ya kupata vipimo. Chagua vipimo ambavyo unavyovitaka wewe, kwamba unataka vipimo vya ukubwa gani au urefu gani wa nguzo zako. Kwa mfano mimi hapa nimechagua nguzo zangu kuwa na urefu wa futi 7. Hiyo hapo inaonekana futi 7 pointi kama moja. Umeona? Hizo ndo vipimo ambavyo nimechagua mimi. Kwa maana ya kwamba kama nimechagua futi 7, kwa hiyo nitakuwa na uhakika kwamba futi 1 nitaisia chini na futi 6 itabaki juu. Lakini pia upana wa nguzo zangu nimechagua kwamba nguzo upana na unene zitakuwa ni kati ya inchi 7, zitakuwa inchi 6. Inchi 6 ni unene. Kwa hiyo upana huu hapa unaona hiyo 7, maana unatoa moja ya mbao. Kwa hiyo nikipima kutokea ndani napata 6 kamili kwa nguzo zangu. Lakini pia nondo huwezi kukata 7 kama nilivyokata. Kwa hiyo nondo zitakuwa zimeacha kama inchi 2 au 1 zitakuwa zimeiacha, ambapo hazitafika mpaka mwisho. Kutaka kufikisha mwisho na kwenye sio mbaya, lakini unatakiwa uwe makini ili zisije zikatokeza kwenye nguzo. Lakini pia binding wire utatumia kwenye kufunga, kwa ajili ya kufunga hizi ring ambazo zitakuwepo kwenye nguzo. Kwa mimi hapa natumia ringi za hii nondo ni ya milimita 8 flat ambayo haina migongo, lakini ring ni ya milimita 6 na yenyewe flat na yenyewe haina mgongo. Kwa binding wire ni hizi wire ambazo zinakuwa ni laini, zenyewe unazifunga unazitumia kwa ajili ya kufunga nguzo, kwa ajili ya kufunga nondo ambazo nakwenda kusukia nguzo. Kama hii hapa unayoiona ambayo nimetumia kubind hapa, inaitwa binding wire. Zinakuaga kwenye roller moja, inakuwa kubwa. Na hapa mimi nguzo zangu sababu zina futi 7, nimeweka hizi ring 3. 1, 2 na hapa hii ya 3. Kwa hiyo nondo zangu kwenye nguzo moja naweka hizo nondo za milimita 8 ni 3. Naweka nondo za milimita 8 3 ambazo ni flat. Lakini kuna wengine wanaweza kaweka 4, wengine wanaweza kaweka 2. Lakini mimi kwa wateja wangu na washauri kwamba watumie nondo 3, angalau zinakuwa ni nzuri kuliko hizo 2, lakini 4 inakuwa ni bora zaidi. Baada ya hapo sasa utakuja kutengeneza matobo ambayo baadaye utakuja kuweka ile ring ya tile. Ring ya tile itategemeana wewe unataka kuweka nondo ya ukubwa gani, lakini kama hii hapa hii pipe hii ya nusu inchi inatosha. Kwa hiyo mimi naiweka hapa, naweka hapa hivi, ambapo hii itakuwa sasa ni kwa ajili ya yale matobo mawili juu kwa ajili ya kuweka ring. Kwa hiyo tobo moja ndio ile ambayo limetoka upande huu kwenda upande huu wa nguzo, na nyingine itatoka upande huu kwenda upande wa pili pale. Na pia wengine wanaweka matobo tena mengine kwenye nguzo humu mawili, ambao either unaweza kupitisha waya au kamba, itategemeana, lakini wanaweka. Mimi huwa mara nyingi natumia kuweka lile pale moja. Na ukishamaliza hivyo, wakati unatengeneza nondo ni vizuri kwamba mbegu zako zitakuwa kwenye kitaru wakati unajiandaa sasa kupanda. Na vipimo hivyo sio lazima viwe hivyo kama nilivyotumia mimi, unaweza kutumia tofauti na hivyo, na pia vinaweza kufanya kazi vile vile. Kwa hiyo baada ya hapo utachanganya zege yako na kuja kumwaga moja kwa moja bila shida yoyote. Kwa hiyo mwingine anaweza katengeneza futi 6, moja akafukia 5 ikabaki. Mwingine anaweza katengeneza 8 akafukia 1, 7 ikabaki. Lakini box ambao ni kama kawaida. Labda utofauti mwingine ni kwamba mimi nguzo zangu zina inchi 6, lakini unaweza kutengeneza chini ya hapo au zaidi ya hapo, lakini tunashauri sana zisizidi zaidi ya inchi 6. Kwa hiyo hii inchi 6 ambao tumeiona hapa kwa upana wa nguzo, kwa sababu zinakuwa mraba, upana wa nguzo huu wa inchi
6 hiyo hapo. Sehemu zingine mbao zimepinda, kwa hiyo vipimo vinakuwa vinacheza kidogo, so issue sana. Hapo sasa kipimo hicho ni 6, ni kipimo cha inchi 6, lakini unaweza ukatengeneza inchi 4. Inchi 4 ndio nguzo nyingi ambazo wengi wanatengeneza, lakini mimi nimependa kutengeneza hizo za inchi ngapi kulingana na resources ambazo ninazo, hizo za inchi 6 ambazo mfano wake ni kama huu ambazo unaziona zimesimama hapa, zinaonekana nguzo 1 2 3 4 5 6 7, lakini kuna nguzo nyingine iko pale, ile pale hii hapa, ambayo hii ina dragon za njano. Kwa hiyo sasa pia nilitaka nionyeshe maandalizi ya kitaru cha mbegu, ingawa tulishajifunza. Tulisema wakati unaandaa mbegu zako unakuwa na kitaru ambacho utakuja kuoteshea. Kitaru kama hiki unachokiona tayari, udongo wake ushachanganywa na samadi pamoja na mchanga tayari kwa ajili ya udongo. Ukishachanganywa samadi na mchanga unakuwa tayari kwa ajili ya kupandwa mbegu. Kwa hiyo hapa yatawekwa maji, yakishawekwa maji baadaye ni kuja kupanda hizo mbegu. Mbegu zenyewe zinakuwa zishaandaliwa, angalau tulisema ukiandaa mbegu zimalize siku 3, yani masaa 72 zikiwa kwenye kimvuli. Kama unavyoziona hapo zipo kwenye chini ya kimvuli cha mkomamanga, na mbegu zenyewe na majeraha yake tayari yameshafanya healing. Majeraha yameshapona kama unavyoziona, kwa hiyo zinafaa kabisa kwenda shambani kupanda, na majeraha yake kwa zile ambazo zimechongwa na sehemu ambazo zilikatwa ziko tayari kwa ajili ya kupandwa. Kwa hiyo kwa namna hiyo maandalizi yako yatakuwa tayari na utakuwa tayari kwa ajili ya upandaji. Hapa kama unakumbuka, ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu ya Kilimo cha Dragon, pale palikuwa na mlonge ule ambao tumeukata, na hapa ni mlonge ambao dragon imepanda juu. Lakini kabla ya hapo, hapa palikuwa na mstari ambao ulikuwa unatoka kwenye ile nguzo ile pale, ulikuwa unakuja mpaka huko, lakini kwa sababu nguzo zilikuwa dhaifu, zilikuwa zimevunjika, maana yake sasa imetulazimu kubadili nguzo, na ndio maana tumeamua kutengeneza nguzo wenyewe ili tupate nguzo ambayo iko imara. Miundombinu imara maana yake utakuwa na durability ndefu, kwa maana ya matumizi ya muda mrefu ya hiyo miundombinu. Lakini ukifanya miundombinu ambayo ni dhaifu, basi kama ilichonipata mimi itakutia hasara, ambayo asilimia kubwa tumeivunja. Kama hii hapa unaziona nondo hizo, hizi ni nondo ambazo zilikuwepo kwenye hizo nguzo ambazo zilikuwa za kununua. Yeye alisuka nondo 4, umeona? Ndio maana nimekuambia mara nyingi ni 4 au 3, umeona? Lakini sasa ratio ya simenti ya kwake ndio ilikuwa shida, kwa sababu ni mtu anafanya biashara, yeye anaangalia wingi ili aweze kupata kipato, lakini unakuta katika ubora inakuwa ni miundombinu dhaifu. Sasa ili usiweze kupata hasara kwa namna hiyo, maana yake utahitajika kutengeneza nguzo wewe mwenyewe. Kwa hiyo hatua za awali ni hizo ambazo tumesema kwamba utakuwa na kiasi cha material ambayo yatakusaidia kutengeneza hizo nguzo. Kwa hiyo mimi kwa leo nilikuwa na shida ya nguzo 2 ambazo zimesalia, ndo nakwenda kuzitengeneza hapa, ambazo hizi ni nguzo 2 na kwenda kuzitengeneza. Kwa hiyo nimeshasuka ya kwanza hiyo, na inaonekana kabisa jinsi nilivyoisuka. Hii hapo. Unaweza kaibeba, kaihamisha kama hivi. Kwa hiyo hii imesukwa namna hii. Manake hii ringi ya kwanza unakwenda hapa, ringi ya pili, na hapa ringi ya 3. Pale ni mwisho. Kwa hiyo unaweza kaibeba kama ilivyo, alafu kaenda kuiweka kwenye hiyo miundombinu yako ambayo umeshaitengeneza tayari, ambayo ni boksi ya mbao. Lakini kama ukipata boksi ya chuma, ile kidogo inatangulizwa oil ili zege isishikane na bati. Inatangulizwa oil, kwa hiyo siku utakapokuwa unafungua kiurahisi. Lakini kwa mbao ni rahisi kutoa, lakini lazima utatandika karatasi chini. Hapa chini mimi pana zege, lakini lazima nitandike sulfate kama hizi hapa, au mifuko ile ya simenti ile ambao umechana mfuko wake, unatandika. Kisha tandika, ukimwaga zege yako inakuwa ni rahisi kuingoa chini, lakini inakuwa rahisi kuachanisha mbao. Basi utatoa ubao huu wa huku, kisha toa huo ubao hapo, utakwenda utatoa ule wa mwishoni. Hii mingine utakuwa
unazifungua tu, kwa nguzo zake zitafunguka. Nguzo tutazifungua baada ya siku 7. Tukishazitengeneza zege kama liko vizuri, nguzo utakuwa unamwagilia maji kila siku asubuhi na jioni. Ndani ya siku 7 nguzo zako zitakuwa tayari, lakini utasubiri zikauke kama unasafirisha kwenda mbali. Na ubebaji kwa sababu zinakuwa nzito, na ndio maana wengine unaweka vile vitobo viwili hapa kwa ajili ya kufunga waya ili kama ni winchi iweze kunyanyua na kuweka kwenye gari. Lakini kama una nguvu kazi ambayo inaweza kubeba, na yenyewe ni sawa. Kwa hiyo kwa namna hiyo unakuwa umemaliza utengenezaji wako wa nguzo. Tutaendelea na vipindi vingine vinavyoendelea karibuni katika kilimo cha Dragon. Tutazidi kukumbushana na kufundishana hasa masomo ambayo yanahusiana na zao la Dragon, lakini pia na mazao mengine ambayo yanaambatana au yanasapoti ukuaji wa Dragon. Last time niliahidi kwamba nitakuja kufundisha kuhusiana na mbolea, lakini ratiba ziliingiliana kidogo, ingawa sasa mambo yanakwenda sawa sawa. Mbolea yenyewe ambayo tutajifunza ni mbolea ya mmea wa Comfrey. Mmea wa Comfrey ni huu ndio mmea wa Comfrey ambao una phosphorus nyingi, lakini pia una nitrogen nyingi, lakini una potassium nyingi. Pia unatumika kutengeneza mbolea ya maji, lakini mbolea wenyewe kama wenyewe ukauweka alizini uoze, lakini kwenye mbolea ya maji unafanya vizuri zaidi. Ingawa pia unatumika kwenye tiba za asili, kwa mfano kutibu magonjwa ya mifupa hasa fractures, si kwa kunywa bali ni kwa namna inavyotumika utakavyoelekezwa na wataalamu wao. Mmea huo wa Comfrey chini unakuwa kama hivi. Wenyewe unakuwa umetengeneza kama design kama ya kiazi hapa chini, na kiazi hicho ndio kinacholeta kufanya lenyewe liote. Kwa hiyo linakuwa na mizizi, na mizizi yake kadogo kama haka kana uwezo wa kuota. Kadogo kama haka kana uwezo wa kuota. Unaona kama haka kalikuwa kanaanza kuota. Hata kakiwa separate kama hivi, kufa sio rahisi. Kwa hiyo lina design na lenyewe ya namna ambalo linatengeneza kama viazi fulani chini, na mizizi yake ni vumilivu sana. Kwa hiyo hata unapoingoa hapa kama hili, manake hili hapa linaweza kutoa mbegu nyingi sana. Na kumbuka kwenye grupu kuna wateja waliuliza, nikamwambia bwana nawaandalia mbegu. Kwa hiyo huyu ndio alianza kupandwa sasa. Huyu ndio alikuwa wa kwanza kupandwa hapa, lakini jana wakati nalima nikamtoa, kwa maana sehemu aliyokaa sio nzuri. Umeona kiazi chake kama hiki. Kwa hiyo unakitoa kama hiki hapa ndio unaenda kupanda, lakini pia unaweza ukatoa kama hiki. Hivi ndio viazi vyako unaenda kupanda. Kwa hiyo hizi nimezipanda miezi kama 4 iliyopita, lakini unaona zinavyokuwa kwa kasi. Kuna hiyo, kuna ile pale zinakwenda mpaka mbele pale. Nilizipanda nyingi. Kwa hiyo na hii na yenyewe nitakwenda kuipanda sehemu ambazo nimezilima hapa. Kwa hiyo miche hiyo ikishakuwa tayari, wateja kwenye grupu mtaipata, lakini miche hii nitaiuza kwa bei nafuu sana, kwa maana ya bei ya shilingi 1000 tu utakuwa umepata mche wako wa Comfrey, na labda gharama itakayoongezeka ni gharama ya usafiri tu. Kwa hiyo huyu ni mbolea, lakini huyu akisaidiana na mmea mmoja tuliwahi kujadili kwenye grupu unaitwa Tithonia. Tithonia ni mmea ambao na wenyewe pia una tabia za Comfrey, lakini wenyewe unakwenda mbali zaidi, kwa sababu wenyewe una viwango vingi sana vya phosphorus, potassium pamoja na nitrogen, lakini pia una design kama ya kubalance alkaline ya soil ya udongo kwenye ardhi. Unafanya vizuri zaidi, na wenyewe ukiuona ni kama alizeti changa ambayo labda imekosa kama alizeti iliyokosa madini, kwa maana maua yake yanachanua yanakuwa ya njano, lakini vinakuwa vidogo. Design vile kama alizeti, lakini wenyewe vinakuwa vidogo ukifananisha na alizeti ambalo ua lake linakuwa kubwa. Kwa hiyo tutaendelea kujifunza zaidi. Masomo hayo yatakapokuwa yameandaliwa tayari, yatakuwa yanakuja kwenye grupu, lakini pia kwenye YouTube. Ingawaje nilitamani kwamba nifundishe separate kwenye grupu, lakini ushauri wa wadau mbalimbali wakasema ni vizuri tufundishe moja kwa moja YouTube, na grupu pia watu wazipate, kwa sababu
mbali na uchanga wa zao, lakini pia tunatakiwa tuwafikie watu wengi zaidi. Sasa kwa hiyo mmea huu utakuwa unapatikana kwa bei hiyo. Baada ya miezi kama 3 kutokea leo, tutakuwa na miche ya kutosha ambayo tunaweza kusupply kwa wateja. Asanteni sana, nitoe shukurani kwa wale ambao wanatufuatilia katika group letu la WhatsApp, lakini pia hata katika channel yetu ya YouTube ya Kilimo cha Dragon. Karibuni sana, niwakaribishe. Kama utakuwa na swali lolote, usisite kuuliza kupitia WhatsApp, kupitia channel ya YouTube. Tuko na watu memba mbalimbali ambao wanafahamu, wengine wana elimu zaidi hata kuliko yetu sisi, kwa watakujibu, lakini hasa ni juu ya zao la Dragon. Tutajadili mazao mengine kama haya ambao yana support zao la Dragon, hasa kwa upande wa mbolea. Unaweza kujiuliza ndugu mtazamaji kwamba kwa nini tunajadili sana kuhusu mbolea. Mbolea ni virutubisho mojawapo ambavyo vinatakiwa viwepo kwenye ardhi ili mmea uweze kupata. Sasa kitaalamu wametafiti mimea mbalimbali au masalia mbalimbali ya wanyama na kubaini kwamba wanaweza kutengeneza viwandani. Kwa hiyo inatengenezwa mbolea kiwandani, inaletwa madukani, watu wananunua. Lakini tunatakiwa tujiulize siku moja, kama viwanda havitatengeneza au kama watakuja na masharti tofauti ili uweze kupata mbolea, je, sisi tuna njia mbadala? Sasa na ndio maana mimi sishauri wateja wangu wengi wao wanatumia mbolea za dukani, kwa sababu zinakunyima mzunguko au zinakunyima taaluma au elimu au zinakunyima uzalishaji wa mazao bora kwa ajili ya afya ya binadamu, kwa sababu mbolea zingine ni kemikali. Na unakuta kwa sababu hujatengeneza wewe, huna uhakika. Ni yale ya kutengeneza miundombinu ya nguzo za Dragon, kwamba ukinunua nguzo huna uhakika ratio ya simenti, kiwango cha nondo na ubora wake na hata muda wa kukaa. Lakini ukitengeneza wewe mwenyewe inakuwa ni rahisi. Na ndio maana tunafundishana hii mimea ili ndugu mkulima ujue kwamba mimea hii yote ina kemikali ambazo zinasaidia mimea mingine kwa namna moja au nyingine. Mimea yote ina kemikali. Hilo ni limethibitisha kisayansi, lakini zinatofautiana kiwango. Sasa zinaweza kawa kemikali nzuri au kemikali mbaya kwa mimea mingine au kwa wanyama. Kwa hiyo mimi nashauri tunapokuwa tunafundisha masomo haya ya mbolea, utatakiwa uwe makini sana, kwa sababu mbolea ndio inayoleta chakula mezani, aidha chakula bora au chakula sumu kwa binadamu. Asanteni sana, niwakaribishe tena kuendelea kufuatilia channel yetu ya Kilimo cha Dragon Tanzania. Namba au mawasiliano yetu ni 0713191213. Kama uko nje ya nchi utaanza na +255 0713191213. Utatupata moja kwa moja kupitia WhatsApp au kwa kupiga. Namba ambayo tutatumia sisi kwa engage wateja wetu ni tofauti na hiyo. Wateja wetu wanaweza kutupata kwenye hiyo, lakini sisi kama tuna shida ya kumpa maelekezo yote mteja, tutampigia kupitia namba ya 0783150680 ambayo ni namba ya Airtel. Kama uko nje ya nchi, manake tutakupigia kwa WhatsApp call ambayo ni namba hiyo ya 0713191213. Asanteni sana, karibuni. Sisi tunapatikana Arusha, mji unaitwa Kisongo, mtaa unaitwa Nyota Njema. Tunafanya gardening ya nyumbani, lakini pia tuna ujuzi juu ya zao la Dragon na tunafundisha na kuwapa huduma ya mbegu wateja wetu pamoja na ushauri wa kilimo cha zao la Dragon. Asanteni.